Kanisa la Ufufuo na Uzima imekuwa ni jina maarufu la kiinjili. Yani ni jina maarufu la kiinjili. Kila kanisa huwa lina kama ilivyo taasisi nyingine ya ambayo imesajiliwa huwa zinapata majina ya maarufu ya ufanyaji kazi kutegemea na tasnia husika. Kwa hiyo majina rasmi ya wateja ni hao, na kwa kisheria taasisi zote ambazo zimesajiliwa chini ya sheria ya usajili wa taasisi za kiraia huwa zinasimamiwa na chombo kinaitwa Registered Trustees au bodi ya wadhamini. Lakini kwa madhumuni ya uinjilisti, kanisa hilo au taasisi hiyo ya kidini mkuu wake ni Askofu Josephat Gwajima. Sasa hivi karibuni katika mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari zimesambaa taarifa, na kuna karatasi fulani, naita karatasi kwa sababu kisheria ndio hadhia kama nitakapokwenda kueleza, na kama ambavyo tunaenda kueleza kwenye vyombo mahususi vya kisheria ikiwemo mahakama. Zimesambaa taarifa ambazo bila shaka zimeanzishwa na karatasi fulani ambayo ilikuwa inazunguka ikionyesha kwamba ofisi ya msajili wa taasisi za kiraia, Registrar of Societies, ameandika barua kwenda binafsi kwenda kwa Askofu Josephat Gwajima, ambaye yeye kwa barua hiyo, kama ni ya kwake kweli huyo msajili, maana yake sijamsikia mpaka sasa, barua hiyo inasibu au inajielezea kwamba imeelekezwa kwa taasisi inayoitwa Glory of Christ Church. Narudia tena, kanisa ambalo ni wateja wangu ambalo linaongozwa na Askofu Josephat Gwajima limesajiliwa kisheria na linatambulika kisheria kama The Glory of Christ Tanzania Church. Barua hiyo ambayo inasambaa, ambayo inasemekana ndio iliyopelekea kufutiwa usajili kwa wateja wangu The Glory of Christ Tanzania Church, yenyewe imeelekezwa kwa kanisa linaitwa, huyo mwandishi analifahamu lakini yeye amelitambulisha kama Glory of Christ Church. Na kwetu sisi kisheria na kimantiki tunaona tatizo limeanzia hapo. Kwa hiyo barua imekuwa inasambaa huko, na hatimaye baada ya vyombo vya habari nchini kuanzia tarehe 3 mtandaoni tarehe 2, lakini kirasmi kwenye print media, kwenye vyombo vya habari ambavyo machapisho kadhaa wakaripoti nao kwamba imefutiwa usajili, na wakaakisi sababu zile ambazo zimeainishwa kwenye ile barua niliyorejea. Na baada ya hapo yakafuata sasa matukio kadhaa, yakiwemo ya jeshi la polisi kufika katika maeneo ambapo kuna nyumba ya ibada ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, na usiku wa tarehe 2 kuamkia tarehe 3 kuwakamata waumini kadhaa wa Glory of Christ Tanzania Church ambao walikuwa wanafanya ibada ya mafungo ya siku 7 pamoja na mambo mengine kuliombea taifa. Lakini pia kiongozi wao alisema kwamba wanafanya ibada ya siku 7 kwa ajili ya kumuombea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Antipas Tundu Lissu Mugwai maarufu Tundu Lissu. Kwa hao waumini walikuwa kwenye ibada ya kawaida, wakakamatwa na jeshi la polisi na wakafikishwa katika kituo cha polisi Oysterbay, ambapo walihifadhiwa hapo, na sisi ofisi yangu ilitoa huduma za mwanzo za kisheria, na mpaka ninapozungumza na wewe hapa ofisi inaendelea kutoa huduma za kisheria. Kuna mawakili mwelekezo wako pale na maaskofu kadhaa kutoka kanisa hilo la Glory of Christ Tanzania Church kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kisheria na za kidhamana, na ikiwezekana kuwapate dhamana wakati mambo mengine ya kipolisi yanaendelea. Sasa hilo ni moja wapo. Sasa kuna mambo kadhaa hapo ambayo yanajitokeza. La kwanza kabla hujaendelea, hao wako ngapi? Sasa kutokana na changamoto za ufanyaji kazi na jeshi katika nchi yetu, idadi kamili bado hatujaipata. Kwa mimi na operate kwa taarifa nilizopewa na uongozi wa kanisa kwamba wako 80. Sasa tutaverify vizuri baada ya wote kuwa wamepata dhamana, tufanye head count, alafu tujue walikamatwa kadhaa na walioachiwa kadhaa, ili tuweze kutoa taarifa sahihi. Kama utakuwa umefuatilia, nilitoa taarifa kwamba nitafanya mkutano na vyombo vya habari hivi karibuni ili kuweza sasa kutoa
ripoti yaliyojiri, ikiwemo idadi za watu waliokamatwa, hatua tulizochukua kisheria. Lakini kama narudia tena, taarifa nilizopewa na viongozi wa kanisa ambazo sasa tunaendelea kuzifuatilia mpaka sasa hivi, kama nilivyosema mwakili wangu baada ya kituo cha polisi Oysterbay, ni kwamba walikamatwa watu 80. Sasa kwenye hilo eneo la namba na kuwa mwangalifu, kwa sababu ukitaja namba kuna masuala yake ya kisheria. Lakini kama nilivyosema, taarifa niliyopewa ni hiyo, kwa tutatoa taarifa ambayo imekuwa verified, imethibitishwa vizuri baada ya kuwa tumekamilisha mazoezi ya kisheria ambayo yanaendelea pale Oysterbay Police Station. Pamoja na jambo hilo la kufuatilia hao walio